Zilizala viwanjani, tupo katika ukumbi wa Nyayo ambako michuano ya ligi ya volleyball kwa wanawake mkondo wa 4 inaendelea, na mechi sasa hivi inayoendelea ni basi wana KDF wanapiga dhidi ya wana hasa Ulinzi, na ni baadhi tu ya Kenya Army kunradhi dhidi ya KDF ambao pakubwa mechi ambayo itakuwa inaamua nani ataweza kutoa ushindi. Kumbuka kwamba hapo jana KDF walipoteza seti 3-0 dhidi ya wana Kenya Prisons, na ni mechi ambayo pakubwa KDF watakuwa na saka kuna kwamba wanaweza kutoa ushindi, na nilivyokuambia kwamba hii ni michuano ambayo pia itakuwa inaamua hasa wachezaji wepi wazuri watakuwa wanaingia katika timu ya taifa ya wanawake ya Malkia Strikers, na pia itakuwa inatumika kama tu maandalizi kwa ajili ya mashindano ya kombe la Kenya Cup ambalo litakuwa linarindima rasmi weekendi katika hasa ukumbi wa hasa Kasarani, na hii ikitarajiwa kwamba awamu hii ya kwanza itakuwa inanoga zaidi. Anayeongoza kwa sasa ni mwana Kenya Army, anaongoza na seti 11-7, na hii ni seti ya kwanza, na hii inamaanisha kwamba iwapo basi KDF hawatakaa vizuri, basi hii itakuwa mechi ya pili ambayo watakuwa wanapoteza hii leo. Nilikwambia kwamba nitakuwa nazungumza na wadau wakiwemo wachezaji, na sasa hivi nimhusishe mchezaji wa Kenya Prisons ambaye yupo nasi. Waliweza kucheza hapo jana dhidi ya KDF na kutoa ushindi. Karibu zaidi kwenye Zilizala viwanjani. Tuanze tu na majina kisha ligi msimu huu pakubwa imekuwaje? Kwa majina naitwa Joy na Machanja Lusenaka, captain wa timu ya Kenya Prison Women. Msimu huu wa ligi tumeanza vizuri. Tumeshinda mechi zetu zote. Tumepoteza tu moja na Pipeline ambayo ilikuwa huko Nyeri, lakini tunashukuru Mungu tumeshinda zote ambazo tumezicheza. Pakubwa msimu huu kiufundi utauzungumziaje? Manake umekuwa Prisons kwa muda mrefu, na pia kuna ushindani ambao upo mbele yenu, na kuna shinikizo la kuweza kuhakikisha kwamba mnafuzu katika playoffs ama mchujo kwa mfululizo. Hiyo sielewa. Pengine utazungumziaje shinikizo ambalo mnalo, pressure yenye mnayo? Sasa hizi hatuna pressure sababu teams ambazo tunacheza nazo tumekutana nazo sana, but ambalo tunaenda kufanya ni kuongeza tu zoezi yetu. Tulijua jana kwenye shida iko ambayo inaweza tufanya tukose kupata point ama tukose kupata ile matokeo tunataka kwa hiyo game. Sasa inabidi tuingie katika zoezi kabisa, tufanye gym, na tunajua kila kitu ikiwa sawa tutashinda sasa. Baadhi ya wachezaji wameungana nanyi, nimezungumza na kocha akisema ameweza kutambua vipaji kutoka hasa shule za upili, wametua hapo, wengineo wakitoka katika shule ya upili ya Mwitoti ambayo ilifanya vizuri mwaka jana katika michuano ya shule za upili. Pengine mnaweza kuwashauri vipi na kuhakikisha kwamba mnakuwa na ule uhusiano wa karibu kuweza kuandikisha matokeo mazuri uwanjani? Ndio sasa hawa watoto ambao tuko nao tumewakaribisha vizuri, tumewafanya wakuwe kama wamekuwa nasi tangu kitambo, na pia huwa tunawaambia, tunawapa mawaidha ya kwamba wakitaka kufuzu inabidi watie bidii kabisa, na waone pia wenzao ambao wako timu zingine vile wanacheza vizuri au vibaya, but sasa hao inabidi pia wacheze zaidi juu timu ya Prison ni timu nzuri, na tumewakaribisha kabisa na wanacheza pia vizuri, wanatufurahisha, na maana tulifanya jambo mzuri kuwaleta timu yetu ya Prisons. Michuano ijayo pakubwa na klabu bingwa barani Afrika, wewe kama kapteni unajiandaa vipi na kikosi chako hasa pale kwenye dressing room kinasemaje? Mimi na kikosi changu saizi tuko sawa, tumetulia, hatuna mambo. Tunajua hiyo ni timu ambayo tunakutana mara kwa mara, so hii tunakutana tena ni kama tunaichukulia kama kawaida, though lazima tuweke bidii zaidi juu kila siku mtu anakuja kama amechange game yake, lakini sisi dressing room iko sawa, coaches wako sawa, wachezaji wako tayari kukutana kwa hiyo mechi. Malengo msimu huu kwenye klabu bingwa ni yapi? Tunataka kushinda kabisa, turudi penye tulikuwa kama Kenya Prisons, na tutajitahidi kabisa kushinda hiyo mechi. Ndio. Shukrani zaidi na kila laheri bwana. Asante. Huyo ni kapteni wa Kenya